Mwanabilionea alirudi nyumbani mapema na kumkuta mpenzi wake wa zamani akimletea mama yake kuni. Hakutarajia kuona tukio kama hilo. Siku hiyo alirudi mapema kwa sababu mkutano wake wa uwekezaji wa kimataifa uliahirishwa ghafla. Alikuwa amezoea maisha ya biashara, mikopo ya biashara, uwekezaji wa mali isiyohamishika na mikakati ya bima za kifedha, mambo yaliyomfanya awe tajiri akiwa bado kijana. Lakini alipofika kwenye ua wa nyumba ya mama yake, macho yake yaliganda. Pale mlangoni alimwona mwanamke aliyemfahamu sana, mwanamke aliyewahi kuujaza moyo wake furaha miaka iliyopita. Alikuwa Amina. Amina alikuwa amebeba kuni mgongoni, akitembea polepole kama mtu aliyezoea kazi ya kijijini. Hakujua kuwa kijana aliyewahi kumpenda alikuwa amesimama mita chache nyuma yake, akimwangalia kwa mshangao mkubwa. Mama yake Bi Zawadi alikuwa ameketi nje akipumzika. "Amina mwanangu, pole sana kwa kazi hiyo mama," alisema kwa sauti ya upole. Amina alitabasamu kidogo. "Si kazi kubwa mama, kila mtu anahitaji kusaidiana." Mwanabilionea alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angerudi nyumbani na kumkuta mwanamke aliyemwacha miaka 5 iliyopita akiwa anamhudumia mama yake kimya kimya. Alijiuliza kwa ndani, kwa nini amerudi? Na zaidi ya yote, kwa nini hajawahi kuniambia kuwa bado anakuja hapa? Hakujua kwamba tukio hilo dogo lingefungua siri ambayo ingebadilisha maisha yake milele. Mwanabilionea alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, akijaribu kuelewa kile macho yake yalikuwa yanaona. Miaka 5 iliyopita, Amina aliondoka ghafla katika maisha yake. Hakutoa maelezo marefu, hakupigana naye, hakumlaumu. Alisema tu kwa utulivu, "Maisha yako yatenda mbali sana, lakini mimi si sehemu yake." Maneno hayo yalimuumiza sana. Wakati huo alikuwa anaingia katika dunia ya biashara kubwa, uwekezaji wa kimataifa, masoko ya hisa na mikataba ya kifedha iliyomhitaji kusafiri mara kwa mara. Alifikiri Amina alimwacha kwa sababu ya pesa, lakini sasa alipomwona akimsaidia mama yake kwa unyenyekevu, mawazo yake yalichanganyikiwa. Mama yake alimwona akisimama mbali. "Wewe ni nani hapo?" mama aliita. Amina aligeuka haraka. Macho yao yakakutana. Kwa sekunde chache hakuna aliyesema kitu. Uso wa Amina ulionyesha mshangao ule ule aliokuwa nao, lakini tofauti na yeye, Amina alituliza pumzi yake haraka. "Umerudi mapema leo," Amina alisema kwa sauti ya kawaida, kana kwamba hawajawahi kuachana. Mama yake alitabasamu kwa furaha. "Oh, sasa nimeelewa. Huyu ndiye kijana wangu ninayemkuambia kila siku." Mwanabilionea alishangaa zaidi. Kila siku? Hapo ndipo aligundua jambo ambalo hakuwahi kufikiria. Inaonekana Amina hakuwahi kuondoka kabisa katika maisha ya familia yake. Baada ya mama yake kuingia ndani kupumzika, ua wa nyumba ukabaki na ukimya mzito. Mwanabilionea alisimama karibu na mti wa embe uliokuwa katikati ya kiwanja. Amina alikuwa akipanga kuni alizokuwa amebeba. Hatimaye alizungumza. "Kwa nini uko hapa Amina?" Swali lake halikuwa la hasira, lilikuwa la mshangao uliochanganyika na maumivu ya zamani. Amina hakujibu mara moja. Aliendelea kupanga kuni kwa utaratibu, kisha akasimama na kumtazama. "Ninakuja kumsaidia mama yako," alisema kwa utulivu. "Hiyo naiona, lakini kwa nini?" Amina nitabasamu kidogo. "Kwa sababu mtu anapaswa kuwasaidia wazee." Maneno hayo yalikuwa rahisi, lakini hayakumtosheleza. "Amina," alisema kwa sauti nzito, "uliondoka bila kuniambia ukweli. Leo nakukuta hapa kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea." Amina alinyamaza. Kisha alisema polepole, "Wakati mtu mwingine mtu anaondoka, si kwa sababu hataki kukaa, bali kwa sababu anadhani kuondoka ndicho kitu sahihi." Maneno hayo yalizidisha maswali zaidi. Mwanabilionea ambaye sasa alikuwa anasimamia miradi mikubwa ya uwekezaji wa ardhi na biashara za mamilioni ya dola, aligundua kitu cha ajabu. Katika mikataba ya kifedha alikuwa na majibu ya kila kitu, lakini mbele ya Amina hakuelewa chochote. Jioni ilipoanza kushuka, mama yake aliwaita ndani kwa chai. Walikaa mezani kama watu wanaofahamiana,
lakini hewa ilikuwa na uzito wa historia ya miaka 5. Mama yake aliangalia uso wa mwanawe kisha akacheka kidogo. Naona bado hujajua ukweli. Ukweli gani mama? Aliuliza. Mama alimgeukia Amina. Niambie, umemwambia? Amina alitikisa kichwa polepole. Hapana mama. Mwanabilionea alizidi kuchanganyikiwa. Mnanificha nini? Mama yake alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya upole. Baada ya Amina kuondoka, wewe ulianza kusafiri sana, lakini kila mwezi Mtuyu alikuwa anahakikisha gharama za nyumba hizi nalipwa. Moyo wake uliruka. Ni nani? Mama alimwangalia Amina mmoja kwa mmoja. Ni yeye. Ukumbi ukawa kimya. Si kweli, alisema kwa sauti ya chini. Amina alitabasamu kidogo. Ni kweli. Lakini kwa nini? Amina hakujibu mara moja. Alishika kikombe cha chai mikononi mwake na kusema polepole. Kwa sababu nilijua utakuwa na majukumu makubwa ya biashara, uwekezaji na maisha mapya. Sikupenda mama yako apate shida kwa sababu yangu. Mwanabilionea alihisi kitu kikivunjika ndani ya moyo wake. Kwa miaka yote hiyo, hakujua ukweli. Usiku ulipokaribia, Amina alisimama kuondoka. Kesho nitarudi kumwona mama, alisema kwa heshima. Lakini kabla hajaenda mbali, mwanabilionea alimuita. Amina. Alisimama. Kuna swali moja bado hujajibu. Aligeuka polepole. Kipi? Kwa nini uliondoka kweli? Kwa mara ya kwanza tangu walipokutana tena, uso wa Amina ulionyesha maumivu ya zamani. Alikaa kimya kwa muda mfupi, kisha akasema, ulikuwa unaanza kuwa tajiri sana. Ulimwengu wako ulikuwa unaongezeka kila siku. Mikutano ya uwekezaji, kampuni za kimataifa, mipango ya bima na biashara kubwa. Alitabasamu kwa huzuni. Mimi nilikuwa msichana wa kawaida tu. Na? Aliuliza. Amina alimwangalia machoni. Na siku moja nilisikia watu wakisema, mwanabilionea kama wewe angeoa mwanamke kutoka familia tajiri, si msichana maskini kama mimi. Maneno hayo yalikaa kimya kati yao. Lakini kabla hajaondoka, Amina alisema kitu kilichomchanganya zaidi. Lakini hiyo si sababu pekee niliondoka. Basi sababu ni ipi? Amina alisimama, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti ya chini. Kuna jambo ambalo hukuwahi kujua, na kama ningekaa, maisha yako yangekuwa tofauti kabisa. Kisha akaondoka gizani. Mwanabilionea alibaki pale akijiuliza, ni siri gani hiyo ambayo Amina ameficha kwa miaka yote hii? Usiku huo mwanabilionea hakupata usingizi. Alikuwa amelala kitandani akitazama dari la nyumba ya mama yake, akili yake ikiwa imejaa maswali. Maisha yake ya biashara yalikuwa yamezoea mantiki. Uwekezaji una faida au hasara? Mkataba unakubaliwa au unakataliwa? Lakini jambo la Amina halikuwa rahisi hivyo. Kwa miaka 5 aliamini kwamba Amina alimwacha kwake sababu hakuendana na maisha yake mapya ya utajiri. Sasa ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Amina alikuwa akimsaidia mama yake kimya kimya, bila kujulikana, bila kujisifu, na bado alisema kuna sababu nyingine iliyomfanya aondoke. Alijiuliza sana, ni siri gani hiyo? Asubuhi ilipofika, aliamua kufanya kitu ambacho hakuwahi kufanya miaka yote hiyo. Alitembea kwenda nyumbani kwa Amina. Nyumba yake ilikuwa ndogo sana kuliko alivyokumbuka, lakini ua ulikuwa safi na tulivu. Alipofika mlangoni, alisikia sauti ndogo ya mtoto akicheka ndani. Alisimama ghafla. Mtoto? Moyo wake ulianza kupiga haraka. Kabla hajagonga mlango ulifunguliwa. Amina alisimama pale, na nyuma yake mtoto mdogo alikuwa amesimama akimshika mkono. Mtoto huyo alikuwa na miaka kama 4 au 5. Alikuwa akimwangalia mwanabilionea kwa macho makubwa ya udadisi. Kwa sekundi chache hakuna aliyesema kitu. Mwanabilionea alimtazama mtoto, kisha akamwangalia Amina. Amina? Alisema polepole. Huyu ndani. Amina hakujibu haraka. Alipiga magoti kidogo na kumwambia mtoto kwa upole, nenda ndani kwanza. Mtoto aliingia ndani polepole,
lakini bado alikuwa akimtazama mgeni huyo kwa mshangao. Baada ya mlango kufungwa, ukimya mzito ulirudi tena. "Ni mtoto wangu," Amina alisema kwa sauti ya chini. Maneno hayo yaligonga moyo wake kama radi. Hakujua kwa nini, lakini ghafla alihisi wivu ambao hakuwahi kuhisi hapo awali. "Baba yake yuko wapi?" aliuliza. Amina alinyamaza kwa muda mrefu, kisha akasema polepole, "Hiyo ndiyo sababu ambayo sikukwambia miaka ile." Mwanabilionea alikunja uso. "Sielewi." Amina alimwangalia machoni kwa uzito. "Kama ningebaki, maisha yako yangekuwa tofauti sana." Lakini kabla hajaeleza zaidi, sauti ya mtoto ilisikika tena kutoka ndani. "Mama?" Amina aligeuka haraka kuingia ndani, na mwanabilionea akabaki pale akijiuliza jambo ambalo lilianza kumtisha kidogo. Inawezekana siri hiyo inamhusu yeye mwenyewe. Mchana huo, mwanabilionea alirudi nyumbani kwa mama yake akiwa kimya sana. Mama yake alimwangalia na mara moja akagundua kuwa kuna kitu kinamsumbua. "Umemwona Amina leo?" mama aliuliza. Alikaa chini polepole. "Nimemwona." "Na?" Alisita kidogo. "Kuna mtoto pale." Mama yake hakushangaa. Badala yake, alitabasamu kidogo. "Wewe ndiyo umechelewa kujua." Mwanabilionea alistuka. "Mama, unamaanisha nini?" Mama yake aliweka kikombe cha chai mezani kwa utulivu. "Mimi namjua yule mtoto." Moyo wake ulianza kupiga haraka tena. "Unamjua?" Mama yake alimtazama kwa macho yenye hekima ya miaka mingi. "Mwanangu, wakati mwingine wanawake hubeba siri nzito sana. Si kwa sababu anataka kuficha, bali kwa sababu anataka kulinda mtu." Maneno hayo yaliongeza hofu ndani yake. "Unamaanisha nini mama?" Mama yake hakujibu moja kwa moja. Badala yake alisema polepole, "Unapaswa kumuuliza Amina ukweli wote, sio mimi." Lakini kabla hajaondoka, mama yake alisema sentensi moja ambayo ilimfanya moyo wake kusimama kwa sekunde moja. "Lakini kabla hujauliza, jiandae kusikia kitu kitakachobadilisha maisha yako." Jioni hiyo mwanabilionea alirudi tena nyumbani kwa Amina. Alikuwa amezoea kukabiliana na wafanyabiashara wakubwa, mazungumzo magumu ya uwekezaji na mikataba ya mamilioni. Lakini safari hii alihisi kama kijana mdogo mwenye hofu. Alipogonga mlango, mtoto ndiye aliyefungua. Alimtazama kwa furaha ya kawaida ya mtoto. "Umerudi tena?" Alitabasamu kidogo bila kujua kwa nini. "Ndiyo." Mtoto alimuita mama yake ndani. Amina alitoka na kusimama mlangoni. "Ulirudi?" "Ndiyo." Kulikuwa na ukimya wa sekunde kadhaa, kisha alisema kwa sauti ya wazi, "Nataka kujua ukweli wote." Amina alimtazama kwa muda mrefu, kisha akamwambia kwa utulivu, "Basi ingia ndani." Ndani ya nyumba kulikuwa rahisi sana. Viti vya kawaida, meza ndogo na picha chache ukutani. Lakini macho yake yalivutiwa na kitu kimoja. Picha ya mtoto akiwa ameshikilia mkono wa Amina. Lakini alipoitazama vizuri zaidi, moyo wake ulipiga kwa nguvu, kwa sababu aliona kitu ambacho kilionekana kama yeye mwenyewe. Walikaa mezani kimya kwa muda mfupi. Mtoto alikuwa akicheza pembeni na gari lake la plastiki. Hatimaye mwanabilionea alisema, "Amina, niambie ukweli." Amina aliketi kimya kwa sekunde kadhaa, kana kwamba alikuwa na kusanya nguvu. Kisha akasema polepole, "Miaka 5 iliyopita, nilipogundua kwamba nitapata mtoto, nilikuwa na hofu." Mwanabilionea alihisi mwili wake ukitetemeka. "Mtoto?" Amina aliendelea. "Wakati huo maisha yako yalikuwa yanaanza kubadilika sana. Ulianza mikataba mikubwa ya biashara, safari za uwekezaji na dunia ya watu matajiri." Alimtazama machoni. "Sikutaka kukufunga kwa majukumu ambayo hukutarajia." Ukumbi ukawa kimya. Kisha mwanabilionea akauliza kwa sauti iliyotetemeka, "Amina, unamaanisha nini?" Amina alimgeukia mtoto aliyekuwa akicheza sakafuni. Kisha akasema sentensi moja ambayo ilibadilisha kila kitu. "Yule mtoto ni mwana wako." Mwanabilionea alihisi dunia yake ikisimama. Miaka yote hiyo hakujua kwamba alikuwa baba. Maneno ya Amina yalikaa hewani kama radi iliyogonga moyo wake. Mwanabilionea, yule mtoto ni mwana wako. Hakujua aseme nini. Alihisi miguu yake kuwa mizito, kana kwamba dunia imebadilika ghafla.
Miaka mitano yote hiyo alikuwa anaishi maisha yake ya biashara, safari za uwekezaji, mikutano ya mamilioni ya dola, bila kujua kwamba alikuwa baba. Alimtazama mtoto aliyokuwa sakafuni akicheza gari lake. Mtoto huyo alikuwa anacheka kwa furaha, bila kujua uzito wa ukweli uliokuwa umeanguka mezani. Jina lake nani? Aliuliza kwa sauti ya chini. Amina akajibu polepole, anaitwa Baraka. Kwa nini Baraka? Amina alitabasamu kidogo. Kwa sababu niliona kama ni baraka kutoka kwa Mungu. Mwana bilionea alihisi macho yake yakianza kuwa mazito. Kwa miaka yote hiyo, hakujua kwamba kulikuwa na mtoto anayekuwa bila baba. Kwa nini hukuniambia? Aliuliza kwa maumivu. Amina alinyamaza kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu lakini nzito, kwa sababu nilijua ungeacha ndoto zako zote kwa ajili yangu. Ukumbi ulikuwa kimya. Mtoto alikuwa bado anacheza sakafuni bila kujua kuwa maisha yake yalikuwa yanazungumzwa mezani. Amina aliendelea kueleza. Siku ile nilipogundua nina mimba, ulikuwa unaanza safari zako za biashara. Alimwangalia kwa macho yaliyojaa kumbukumbu. Nilikuwa na ukifanya kazi usiku kucha. Ulikuwa na ndoto kubwa sana. Mwana bilionea alinyamaza. Alikumbuka. Ni kweli, wakati huo alikuwa anaingia katika dunia ya uwekezaji mkubwa, miradi ya ardhi, biashara za kimataifa na mikopo ya mabilioni. Sikutaka uwe na mzigo ambao hukutarajia, Amina aliendelea. Lakini huyo ni mwanangu, alisema kwa uchungu. Amina alitikisa kichwa polepole. Ndiyo, na siku zote nilijua siku moja ukweli ungejulikana. Alimwangalia Baraka tena. Mtoto huyo alikuwa na tabasamu ambalo lilianza kumkumbusha mtu fulani, yeye mwenyewe. Kwa hiyo mamangu alijua? Aliuliza. Amina akasema polepole. Ndiyo. Mwana bilionea alistuka sana. Maneno hayo yalimstua sana. Mama yangu alijua? Amina alitikisa kichwa. Ndiyo. Kwa muda gani? Tangu Baraka alipozaliwa? Mwana bilionea alisimama ghafla. Hiyo inawezekanaje? Amina alieleza kwa utulivu. Nilimwambia ukweli baada ya miezi kadhaa. Nilikuwa nimechoka kubeba siri peke yangu. Na kuniambia, Amina alitabasamu kwa huzuni. Mama yako alisema jambo moja. Alisemaje? Amina alikumbuka maneno hayo polepole. Alisema, siku moja mwanangu atakuja kujua ukweli peke yake. Maneno hayo yalikaa kimya mezani. Mwana bilionea alihisi macho yake yakianza kuwa mazito. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya utajiri, alihisi kitu ambacho hakuwahi kuhisi, majuto. Alimtazama mtoto tena. Baraka alikuwa bado akicheza, sasa akiwa anasukuma gari lake kuelekea kwake. Mtoto huyo alisimama mbele yake na kumuuliza swali rahisi kabisa. Unaitwa nani? Moyo wake ulitetemeka. Mwana bilionea alipiga magoti polepole ili kuwa sawa na macho ya mtoto. Jina langu ni Daniel, alisema kwa sauti ya upole. Baraka alitabasamu. Mimi ni Baraka. Amina aliyotazama kimya. Kulikuwa na kitu ndani ya moyo wake kilichokuwa kinatetemeka. Miaka yote hiyo alijaribu kumlea mtoto peke yake, lakini sasa baba yake alikuwa amesimama mbele yake. Baraka alimwangalia Daniel kwa makini sana. Unafanana na mimi kidogo, mtoto alisema kwa sauti ya kuchekesha. Daniel alicheka kwa mshangao. Unadhani? Baraka alitikisa kichwa kwa uhakika. Ndiyo. Amina aligeuka kidogo kuficha macho yake, kwa sababu macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Daniel alimwangalia Amina. Kulikuwa na kitu kilichobadilika ndani yake. Alikuwa amekuja kuuliza maswali, lakini sasa alihisi jambo jipya kabisa moyoni mwake. Wajibu. Na kabla hajafikiria sana, alisema maneno ambayo hata yeye mwenyewe hakutarajia kusema. Sitaki kumpoteza tena. Usiku ulipoanza kuingia, Daniel alikuwa bado ameketi ndani ya nyumba ya Amina. Baraka alikuwa amelala kwenye kochi baada ya kuchoka kucheza. Daniel alimwangalia mtoto huyo KWA muda mrefu sana. Miaka 5, alisema polepole. Amina alinyamaza. Nimekosa miaka 5 ya maisha yake, Amina akasema kwa upole. Lakini bado kuna miaka mingi mbele. Daniel alifikiria kwa muda, kisha akasema kwa sauti zito lakini ya uhakika. Kuanzia leo, sitakuwa mbali na maisha yake. Amina alimwangalia kwa mshangao kidogo. Daniel, maisha yako ya biashara? Alimkatisha. Biashara inaweza kusubiri. Hiyo ilikuwa sentensi ambayo hakuna mtu katika dunia ya biashara aliyewahi kumsikia akisema. Daniel alimwangalia Baraka aliyelala. Kisha akamwangalia Amina. Lakini kuna jambo moja bado sijafanya, Amina aliuliza kwa utulivu. Jambo gani? Daniel akasema polepole. Nahitaji kurekebisha kosa moja kubwa ambalo nilifanya miaka 5 iliyopita. Amina alikunja uso kidogo. Ni kosa gani? Daniel alimwangalia moja kwa moja machoni. Nilikuacha uondoke. Asubuhi iliyofuata, Daniel aliamka mapema kuliko kawaida. Hakukuwa na mikutano ya uwekezaji akilini mwake siku hiyo. Hakukuwa na simu za biashara zilizojaa mahesabu ya mamilioni.
Akili yake ilikuwa mahali pengine kabisa. KMWA, mtoto mdogo aitwaye Baraka. Alifika tena nyumbani KMWA Amina mapema sana. Baraka alikuwa bado anakula uji mezani. Mtoto alipomwona Daniel, uso wake ulijaa furaha ya ghafla. "Umerudi tena?" alisema kwa sauti ya mtoto iliyojaa mshangao. Daniel alitabasamu. "Ndiyo, nilisema nitakuja." Lakini ndani ya kijiji, watu tayari walikuwa wameanza kuona jambo lisilo la kawaida. Walimwona Daniel, MTU tajiri sana, ambaye mara nyingi hakuonekana kijijini, akitembea mara kwa mara kuelekea nyumba ya Amina. Majirani walianza kuzungumza kwa sauti za chini. "Kwa nini bilionea anarudi kila siku hapa? Je, kuna uhusiano gani?" Habari zikaanza kusambaa polepole. Na Daniel hakujua kwamba kabla ya jioni kufika, MTU mwingine kutoka dunia yake ya biashara angefika kijijini kumtafuta. Mchana huo, gari kubwa la kifahari lilisimama karibu na nyumba ya mama yake Daniel. Ndani yake alitoka mwanaume aliyevaa suti safi na miani ya giza. Alikuwa Victor. Victor alikuwa rafiki wa karibu wa Daniel katika dunia ya biashara. Wote wawili walikuwa wameanzisha miradi mingi ya uwekezaji pamoja. Alipoingia ndani ya nyumba, mama yake Daniel alimkaribisha kwa heshima. "Karibu mwanangu." Victor alitabasamu. "Asante mama, nimekuja kumtafuta Daniel." Daniel aliingia muda mfupi baadaye. "Victor, umefika lini?" Victor alionekana mwenye wasiwasi kidogo. "Daniel, tuna tatizo." "Tatizo gani?" Victor alitoa faili kutoka begi lake. "Watu wa kampuni wanagojea uamuzi wako kuhusu mradi wa uwekezaji wa ardhi kule Nairobi." Daniel alinyamaza. Victor aliendelea. "Ni mradi wa mabilioni. Kama hatutasaini wiki hii, tutapoteza nafasi hiyo." Daniel aliketi kimya kwa sekunde kadhaa, halafu akasema jambo ambalo lilimshangaza Victor kabisa. "Biashara inaweza kusubiri." Victor alimwangalia kana kwamba hakumsikia vizuri. "Daniel, unasema nini?" Victor alisogea karibu na Daniel. "Hii si biashara ndogo," alisema kwa sauti nzito. "Wawekezaji wote wanakutegemea." Daniel alitazama chini kwa muda mfupi, kisha akasema kwa utulivu, "Nina mambo muhimu zaidi sasa." Victor hakuelewa. Ni mambo gani hayo ambayo ni muhimu kuliko mradi wa mabilioni? Daniel hakujibu moja kwa moja. Badala yake alisema polepole, "Nimegundua nina mtoto." Victor alishtuka sana. "Mtoto?" "Ndiyo." Ukumbi ukawa kimya kwa muda. Victor aliketi chini polepole. "Hii ni habari kubwa." Daniel alitikisa kichwa. "Ndiyo maana sitaki kukimbia tena kama zamani." Victor alimwangalia kwa makini. Kwa miaka mingi, alimjua Daniel kama mtu aliyekuwa na nidhamu kali ya biashara, lakini sasa aliona kitu kipya ndani yake, mabadiliko. Victor alisema kwa sauti ya polepole, "Wawekezaji hawataelewa." Daniel akajibu kwa utulivu, "Safari hii sitafanya uamuzi kwa ajili ya wawekezaji." Wakati Daniel na Victor walikuwa wanazungumza, jambo lingine lilikuwa linatokea mbali kidogo. Mwanaume mmoja alisimama karibu na barabara ya kijiji akitazama nyumba ya Amina kwa makini. Alikuwa mtu ambaye hakujulikana kijijini. Aliuliza mmojawapo wa vijana waliokuwa karibu, "Nyumba ya Amina iko wapi?" Yule vijana akaonyesha, "Pale." Mwanaume huyo alitabasamu kidogo kwa namna ya ajabu. "Basi nimeipata." Hakujua kwamba mtu huyo alikuwa sehemu ya maisha ya zamani ya Amina, maisha ambayo Amina hakuwahi kumweleza Daniel. Mwanaume huyo alianza kutembea polepole kuelekea nyumba ya Amina. Na ndani ya nyumba hiyo, Baraka alikuwa anacheza bila kujua kwamba mtu kutoka zamani alikuwa anakuja kubadilisha kila kitu. Jioni ilipofika, Amina alikuwa nje akipanga vyombo baada ya kumalizia kupika. Baraka alikuwa akicheza karibu na ua. Ndipo akasikia sauti nyuma yake, "Amina." Sauti hiyo ilimfanya ageuke haraka. Alipomwona mtu aliyesimama pale, uso wake uligeuka ghafla. Macho yake yalionyesha kitu ambacho hakikuwa cha kawaida, hofu. "Amina, umenikumbuka?" Mwanaume huyo alisema kwa tabasamu la ajabu. Amina alinyamaza kwa sekunde kadhaa. "Umefanya nini hapa?" aliuliza kwa sauti ya chini. Mwanaume huyo akajibu kwa utulivu, "Nimekuja kuona mtoto."
Moyo wa Amina ulianza kupiga kwa nguvu. Ni mtoto gani? Mwanaume huyo alimtazama Baraka aliyekuwa anacheza. Kisha akasema polepole, yule. Amina alitikisa kichwa kwa haraka. Huna haki ya kuja hapa. Lakini mwanaume huyo alikaribia kidogo na kusema maneno ambayo yalifanya damu ya Amina igande. Daniel anajua kweli historia yote, au bado unamficha sehemu ya ukweli? Amina alihisi dunia ikianza kutikisika, kwa sababu alijua jambo moja. Siri ingine kubwa ilikuwa karibu kufichuka. Amina alisimama kimya mbele ya mwanaume huyo. Alijaribu kudhibiti sauti yake aili ili Baraka asisikie mazungumzo yao. Unataka nini hapa, Juma? Aliuliza kwa sauti ya chini. Juma alitabasamu kwa namna ambayo haikumfurahisha Amina. Nilisikia habari kubwa kijijini, alisema polepole, kwamba bilionea anarudi kila siku hapa. Amina hakujibu. Juma aliendelea. Basi nikajiuliza, labda ni wakati mzuri wa kurudi. Amina alitikisa kichwa kwa hasira ndogo. Huna haki ya kurudi katika maisha yangu. Juma alitazama Baraka aliyekuwa akicheza mchanga karibu na ua. Kama sina haki, kwa nini mtoto anaonekana kama mtu ninayemjua? Maneno hayo yalikuwa kama mshale moyoni mwa Amina. Usithubutu kusema kitu kama hicho mbele ya Daniel, alisema kwa ukali. Juma alicheka kidogo. Hiyo inategemea. Inategemea nini? Inategemea kama utanisikiliza. Amina alihisi presha ikiongezeka. Alijua Juma alikuwa mtu ambaye angeweza kusababisha matatizo makubwa, lakini hakujua kwamba wakati huo huo mtu mwingine alikuwa anakaribia nyumba hiyo. Daniel alipofika karibu na nyumba ya Amina, aliona mtu asiyejulikana akisimama pale. Alisimama kidogo pembeni kusikiliza. Sauti za Amina na Juma zilikuwa wazi. Usilete matatizo hapa, Amina alisema kwa sauti ya hasira iliyozuiliwa. Juma akajibu kwa utulivu, mimi sileti matatizo, ninakuja kuchukua nafasi yangu. Daniel alihisi kitu ndani yake kikisimama. Chukua nafasi yake? Aliamua kujitokeza. Amina. Wote wawili waligeuka haraka. Amina alionekana kushtuka sana. Daniel alimwangalia Juma kwa makini. Wewe ni nani? Juma alitabasamu kidogo, kana kwamba alikuwa anasubiri swali hilo. Mimi ni mtu ambaye anajua historia ya Amina vizuri sana. Daniel alikunja uso. Historia gani? Amina alisema haraka. Daniel, si lazima kusikiliza mtu huyu. Lakini Juma alimkatisha. Kwa nini unamzuia asisikie ukweli? Daniel alihisi hali inakuwa nzito. Ukweli gani? Aliuliza kwa sauti ya chini lakini kali. Juma alitazama Daniel kwa makini sana. Unajua kuwa mtoto ni wako? Aliuliza. Daniel alijibu bila kusita. Ndiyo. Juma alitabasamu kidogo. Lakini je, unajua kila kitu kuhusu miaka hiyo 5? Amina alisema kwa nguvu. Juma, acha! Lakini Juma hakusimama. Wakati Amina alikuwa peke yake na mimba, ni nani aliyemsaidia? Daniel alimwangalia Amina. Amina alinyamaza. Juma aliendelea kwa sauti ya polepole. Mimi. Ukumbi ukawa kimya kwa sekunde kadhaa. Daniel alikunja uso. Unamaanisha nini? Juma akasema kwa utulivu. Niliishi karibu naye kwa muda. Nilimsaidia wakati alikuwa na shida. Amina alisema haraka, lakini hiyo haimaanishi chochote. Lakini Juma akamwangalia Daniel moja kwa moja. Watu wengi kijijini walidhani mimi ndiye baba wa mtoto. Daniel alihisi damu yake ikipanda, lakini alichagua kubaki kimya kwa sababu alitaka kusikia ukweli wote. Amina alisimama katikati yao wawili. Uso wake ulionyesha uchovu wa miaka mingi ya kuficha mambo. Ndiyo, alisema polepole. Ni kweli Juma alinisaidia wakati huo. Daniel alimsikiliza kimya. Amina aliendelea. Nilikuwa na mimba. Nilikuwa peke yangu na sikutaka kukuambia. Juma alitabasamu kiburi kidogo. Lakini Amina aliendelea haraka. Lakini kuna kitu ambacho Juma hasemi. Daniel akamuuliza, kitu gani?
Amina alisema kwa sauti ya wazi. Juma alitaka watu waamini kwamba yeye ndiye baba wa mtoto. Daniel alimwangalia Juma. Juma hakukataa. Kwa nini? Juma akajibu kwa sauti rahisi, kwa sababu nilikuwa nampenda. Amina alitikisa kichwa. Lakini sikuwahi kumpenda. Ukumbi ukawa kimya. Baraka alikuwa bado akicheza bila kuelewa mazungumzo hayo mazito. Daniel alimwangalia mtoto huyo, kisha akamwangalia Amina. Na ghafla alielewa kitu. Amina alikuwa amepitia vita kubwa peke yake. Daniel alisimama kimya KWA sekunde kadhaa. Kisha akamwangalia Juma moja KWA kwa moja. Asante kwa kumsaidia wakati huo, alisema kwa sauti tulivu. Juma alionekana kushangaa kidogo, lakini Daniel aliendelea. Lakini kuna jambo moja ambalo lazima uelewe. Jambo gani? Juma aliuliza. Daniel alimtazama Baraka aliyekuwa akicheza mchanga. Yule ni mwanangu. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini imara. Na sitaruhusu mtu yoyote kuja kuvuruga maisha yake. Juma alinyamaza kwa sekunde kadhaa. Kisha akacheka kidogo. Sawa, nimeelewa. Aligeuka kuondoka polepole. Lakini kabla hajaondoka kabisa, alisema kitu cha mwisho. Lakini kumbuka, maisha huwa na njia za ajabu. Kisha akaondoka barabarani. Baada ya yeye kuondoka, kimya kirefu kilibaki. Daniel alimwangalia Amina. Amina. Ndiyo, Daniel akasema polepole. Kuanzia leo, hutakuwa peke yako tena. Amina alimtazama kwa mshangao. Kwa sababu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alihisi uzito mkubwa moyoni mwake ukianza kuondoka. Baada ya Juma kuondoka, ua wa nyumba ya Amina ukawa tulivu tena. Upepo mdogo ulivuma polepole ukitikisa majani ya miti. Amina alisimama kimya, macho yake yakiwa bado yameelekea barabarani ambapo Juma alikuwa ametoweka. Daniel alimwangalia kwa makini. Ulikuwa na hofu sana, alisema kwa upole. Amina alishusha pumzi ndefu. Nilikuwa naogopa siku kama hii itafika. Siku gani? Siku ambayo maisha ya zamani yangerudi na kuharibu kila kitu. Daniel alitikisa kichwa kidogo, lakini hakuna kitu kilichoharibika. Amina alimwangalia kwa mshangao kidogo. Una uhakika? Daniel alimtazama Baraka aliyekuwa bado anacheza mchanga. Ndiyo, alisema polepole, kwa sababu ukweli umeonekana. Baraka alikimbia ghafla akimuita mama yake. Mama, angalia gari langu. Daniel alitabasamu kidogo alipomwona mtoto huyo akicheza bila wasiwasi. Ndipo aligundua jambo moja muhimu sana. Utajiri wake wote haukuwa na thamani kuliko wakati huu mdogo. Usiku huo Daniel alirudi nyumbani kwa mama yake. Mama yake alikuwa ameketi nje akinywa chai kama kawaida. Alipomwona mwanawe, alitabasamu. Leo uso wako unaonekana tofauti. Daniel aliketi karibu naye. Mama anataka kufanya uamuzi mkubwa. Mama yake alimtazama kwa makini. Uamuzi gani? Daniel alisema polepole. Nataka kuhamisha sehemu ya maisha yangu hapa kijijini. Mama yake alistuka kidogo. Wewe, bilionea wa miradi ya miji? Daniel alitabasamu. Ndiyo. Biashara yangu inaweza kuendelea hata kama nipo mbali kidogo. Mama yake aliuliza swali moja tu. Na sababu ni nani? Daniel hakuhitaji kufikiria sana. Baraka. Mama yake alitabasamu polepole, kisha akasema maneno ambayo Daniel hakuyasahau maisha yake yote. Utajiri mkubwa wa mwanaume si pesa, ni familia yake. Siku chache baadaye, maisha mapya yakaanza polepole. Daniel alianza kugawanya muda wake kati ya biashara na familia. Asubuhi moja, alikuwa akitembea na Baraka karibu na shamba. Baraka alikuwa akishika mkono wake mdogo kwa furaha. Baba, mtoto alisema kwa mara ya kwanza. Daniel alisimama ghafla. Moyo wake ulipiga kwa nguvu. Umesema nini? Baraka alicheka. Nimesema baba. Daniel alihisi macho yake yakianza kuwa na machozi. Kwa miaka 5 alikosa neno hilo, lakini sasa alikuwa analisikia kwa mara ya kwanza. Amina alikuwa anawaangalia kutoka mbali. Alikuwa kimya, lakini uso wake ulionyesha furaha ambayo hakuwa nayo kwa miaka mingi, kwa sababu sasa hakubeba maisha peke yake tena. Miezi kadhaa ilipita. Daniel alifanya kitu ambacho kilishangaza watu wengi wa biashara. Alianzisha mradi mpya kijijini, lakini safari hii haukuwa mradi wa faida pekee. Alijenga shule ndogo na kituo cha mafunzo kwa vijana. Siku ya ufunguzi, watu wengi wa kijiji walikusanyika.
Mama yake Daniel alikuwa ameketi mstari wa mbele. Amina alikuwa karibu yake. Daniel alisimama mbele ya watu na kusema kwa sauti ya utulivu, miaka mingi nilifikiri mafanikio ni pesa na biashara. Watu walikuwa wanamsikiliza kwa makini, lakini aliendelea kusema, lakini sasa nimejifunza kitu kingine. Aliangalia upande wa Amina na Baraka. Mafanikio ya kweli ni kujenga maisha ambayo yanaacha baraka kwa wengine. Baraka alikimbia kumkumbatia. Watu wakaanza kupiga makofi. Jioni moja tulivu, Daniel na Amina walikuwa wameketi nje ya nyumba wakitazama Baraka akicheza. Miaka mingi ya maumivu ilionekana kupungua polepole. Daniel alimwangalia Amina. Kuna swali moja ambalo sijawahi kukuuliza. Amina alitabasamu kidogo. Swali gani? Daniel alisema kwa utulivu. Kama ningejua ukweli miaka ile, ungeondoka bado? Amina alifikiria kwa muda mfupi. Kisha akasema kwa upole, labda hapana. Daniel alitabasamu. Basi labda maisha yalitufundisha kitu. Amina aliuliza, kitu gani? Daniel akatazama mtoto wao akicheka kwa furaha. Kwamba wakati mwingine njia inatuleta mahali sahihi. Baraka alikimbia kuja kati yao na kukaa katikati. Amina na Daniel walitazamana kimya, kwa sababu wote walijua jambo moja. Safari yao haikuwa kamilifu, lakini mwisho wake ulikuwa wa thamani. Na hapo ndipo Daniel aligundua ukweli mkubwa wa maisha yake. Utajiri wake mkubwa haukuwa kampuni zake, ulikuwa familia yake.